Wahenga wanasema asiyeweza kushukuru kwa kidogo hata umpe chakula cha kiwango gani kama hawezi kukushukuru, kwa sababu bado atasema hajashiba. Hili limetokea pale ambapo mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando wa kuitwa Baba Levo alipojitokeza yeye na umati wa wana Kigoma kwenye Pilau Day. Hii sio sawa. Ni mahali ambako tunaenda kuangalia yale ambayo yamejitokeza kwenye jamii ya Watanzania ili tuweze kuwekana sawa pale ambapo vitu havijakaa sawa sawa. Niko na mwanangu wa kusoma hapa, tutawapitisha kwenye yale ambayo Watanzania hawakuridhishwa nayo kwenye lile tukio ambalo Baba Levo ambaye ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini aliandaa chakula kwa ajili ya wanetu ambao mara nyingi wamekuwa wakimsupport, hata wale ambao walikuwa hawamsupport. Wa kusoma na kuaje bwana, kwanza mwaka bado ni mpya, bado huko kwenye makaratasi, hata kufunguliwa bado. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, pumzi zipo za kutosha, na kile ambacho tunazidi kumuomba basi tunaendelea kufanya utaratibu. Lazima uwe na subira pia wakati tunapokuwa unafanya ibada zako. Kwa mambo yanaenda vizuri. Tarehe 1 bwana, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Revocatus Chipando Baba Levo, yeye anajiita kibarabara siku hizi, aliandaa hafla ya kupata chakula na wanae wa jimbo la Kigoma mjini. Lakini kile chakula kama kimeleta maneno mengi. Kuna baadhi ya watu hawakuridhishwa na kile ambacho alichokifanya, wakisema amewachukulia wana Kigoma mjini maskini sana, amewachukulia marofa, amewachukulia kama machokora. Wewe kwako hii imekaaje? Kwanza tunasema kwamba ni mtazamo. Ni mtazamo, na huwezi kumzuia mtu namna ya kufikiria, kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyotuumba ametuumba katika hali ya utofauti. Sure. Kwamba huwezi kujua jirani yako anakufikiria nini kabisa. Kuna watu ni mapacha, lakini kulu anafikiria mabaya juu ya Doto. Lakini walikaa tumbo moja. Sure. Na wakazaliwa siku moja. Kwa hiyo katika kufikiria, kwanza huwezi kumzuia mtu nini cha kufikiria, lakini tunaelekezana namna ya kufikiria. Sawa. Na ni bora ukafikiria yakabakia kichwani kwako kuliko kuyatoa ukiamini anasaidia alafu kumbe anaharibu. Kwa kile alichokifanya Baba Levo, mheshimiwa mbunge, kwangu mimi naona kilikuwa sawa, kwa sababu nikirejea kwa hizi kauli ambazo baadhi ya watu wamekuwa kizitoka hasa katika mitandao ya kijamii, kwamba pengine wale walioenda pale, wengine wanathubutu kwa comment kwamba pengine ni machokora, wengine wanasema ni wakimbizi wamekusanywa. Tuulizane, huyu ambaye ana comment hivi, hii siku alikula na maskini wangapi? Alitoa angalau kiasi gani kwa ajili wasiojiweza? Ni swali ambalo ni dogo sana, ambalo kimuuliza atabaki anasema kwani wote tumejaliwa? Atazunguka tu, lazima azunguke. Lakini huyu mtu ambaye unaona hajafanya sahihi, kuna kitu kinaitwa kurudisha kwa jamii, si ndio? Watu wanajikusanya na nini wanaenda kutoa kwa watu, wakiamini kwamba jamii pale walipofikia kuna sehemu ambayo jamii imechangia kwao mpaka wao wamefikia pale. Sasa hata mbunge na yeye mheshimiwa Baba Levo alivyoona kwamba ndio hawa watu kuna wakati nilikuwa na hitaji ambacho nimekipata sasa hivi, walikuwa nyuma yangu. Moja ya shukrani zangu, yeye mwenyewe katika mazungumzo yake anakuambia haya sio maendeleo, huu ni upendo wangu kwa wana Kigoma. Sawa. Sasa kama ni upendo hauna kipimo na hauna mwisho, na haijalishi kwamba amekuletea nini. Zawadi haichaguliwi kabisa. Zawadi haichaguliwi. Sure. Yaani unaweza kuwa na matamanio kwamba ndugu yako ametoka mjini kwa mfano, kwamba bwana nikija atakuletea zawadi. Kwenye kichwa chako wewe mpokeaji wa zawadi utakuwa na vitu vingi unafikiria, labda itakuwa ni nguo, labda itakuwa ni simu, aliona simu yangu imeharibika, itakuwa ameniletea simu. Lakini mwisho wa siku utakuta amekuletea kiatu, pengine kitu ambacho hukufikiria kabisa. Unaona? Lakini turudi kwenye issue ya Baba Levo. Alisema Pilau Day na ilitangazwa, magari yalipita PA zinatangaza mtani, jamani siku hiyo kutakuwa na pilau na nini na vitu. Mbunge atazungumza na watu wake. Ni kitu ambacho kilitangazwa, kiliwekwa wazi. Katika yale matangazo sikusikia eneo linasema kwamba waje watu ambao hawajiwezi, haikuwepo. Waje maskini, haikuwepo. Waje mafukara ambao hawawezi kupata pilau siku hiyo.
lilikuwa ni tangazo la wazi kwamba yeyote ambaye anajisikia kwenda anaweza kafika. Yes, afiki. Sasa unapokuja wewe ambaye hata nia siku hiyo hujatoa pengine, yani si tu kumpa maskini, hata kutoa sadaka kwenye nyumba za ibada hajatoa. Na usikute hiyo siku hata ibadani hakwenda. Lakini kwa mtu ambaye ametumia millions of money kwa ajili ya kurejesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu, ile ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Achana na wewe binadamu. Yani ile pengine haikuhusu wewe. Yani wewe unaicomment vibaya, ile shukrani haikuhusu kabisa. Ile ni shukrani ya Baba Levo kwa Mwenyezi Mungu. Yani yeye na Mwenyezi Mungu. Yeye na Mwenyezi Mungu. Kwamba Mwenyezi Mungu, kwa hiki nilichokipata na hao watu nafasi walionipa, hiki kidogo naomba kukushukuru. Naendelea kushukuru. Kwa kwangu mimi naona ilikuwa sawa, na mtu ambaye anahisi Baba Levo alifanya tofauti au kile kitu kilikuwa hakina maana, ajiulize yeye alifanya vile kwa watu wangapi. Lakini hapo wakati watu wanaendelea kushambulia chakula, haikuwa chakula tu. Alileta na wasanii ambao wakuja kutumbuiza, kuashiria kwamba ile ilikuwa ni siku ya sikukuu. Kwa nini hawakukosoa kwa nini amewaleta wasanii? Ndio maana nikasema hivi, akili za binadamu tumetofautiana kwenye uwezo wa kufikia, na hapo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Pengine tungekuwa tunaishia kuuana kila siku kabisa, kwa sababu unakutana mbona msemo kama ananiwazia kuniua kesho, unawahi kumwahi wewe. Sasa kwa nini swala la wasanii likuzungumzwa? Kwa sababu hakuna naye asiyependa burudani. Sawa. Lakini kujitolea kwa chakula watu watahisi kama unajipendekeza. Yani ndivyo binadamu tulivyo. Yani unavyotenda jema, wale wenye roho za kwa nini, roho finyu, uwezo mdogo wa kufikiria, anaona kwamba huyu mtu ni kama anajipendekeza. Mbona kama anajipendekeza kwa watu, au anajiona yeye ana hela. Katika mazungumzo hiyo siku na baadhi ya watu ambao walikuwepo pale, kuna watu walidiriki kusema kwamba tangu Tanzania imepata uhuru na tangu jimbo la Kigoma mjini lianze kupata wabunge, hajawahi kutokea mbunge ambaye alishawahi kupika chakula cha pamoja akawaita watu kama alivyofanya Baba Levo. Sasa kama hajawahi kutokea mtu wa kufanya kile alichofanya Baba Levo siku ya mwaka mpya, kwa nini asishukuriwe? Ukiwa na akili ndogo huwezi kushukuru. Ni wangapi ambao siku hiyo hawakuwa na uwezo wa kununua kilo moja ya mchele akapike nyumbani? Ni wangapi ambao hawakuwa na uwezo wa kutoa shilingi 10,000 ya kwenda kununua kilo moja ya nyama ale yeye na familia yake? Sawa. Ni watu wengi sana. Fikiria kama mtu mmoja angeenda kununua kilo moja ya nyama ni shilingi 10,000 na watu walikula wakaridhika. Sasa kama kuna mtu ambaye hakuna mtu ambaye alishawahi kufanya, Baba Levo ni wa kwanza kufanya vile na amedhihirisha kwamba amefanya, kwa nini wasimshukuru? Kwa nini usimshukuru? Ukishindwa kushukuru kwa kidogo, hata upewe kikubwa kiasi gani. Basi tukitoka ile eneo watu wakaja tena. Sasa natuletea daftari zina logo. Tumemwambia tuletee daftari zenye logo za GSM, WCB. Yani logic ya hawa watu ambao inafikia hatua wanakuja kukosoa mpaka daftari zile ni cover by the way. Tunapoenda kuandikia ni kule ndani. Yani mtu anahukumu walau karatasi kwa nini na logo. Miaka ya 2010, 2009, wakati huo angalau kichwa changu kimeanza kuona kwamba nikiona najua hii ni picha ya mtu fulani. Kuna wachezaji walikuwa wanatamba sana Afrika ya Magharibi. Namzungumzia Didier Drogba, Samuel Eto'o, kina Essien, kina JJ Okocha huko. Zilitoka daftari zikiwa na picha za wale wachezaji. Na hizi daftari ziliuzwa Tanzania. Wakati huo Tanzania tuna wachezaji wetu na sisi ambao pengine ilipaswa mtu akipendezwa kwamba akiona mchezaji fulani wa Tanzania anafaa kumweka kwenye cover ya daftari amweke. Lakini kwa nini hizo daftari hazikuzuiwa? Hazina effect yoyote ile cover, kwa sababu ni watu ambao tayari wameshafanya makubwa Afrika na duniani. Mpira unawajua. Turudi kwenye daftari zilizoleta Baba Levo. Kwanza tujue ile mwenyewe anakuambia alienda kwa watu kuzungumza nao. Sawa.
Mimi ninachoamini kila anachokitoa mtu kuna eneo na yeye anahitaji kufaidika. Ndio. Sawa. Hakuna kitu kinatolewa bure. Hata mvua ukienda kukinga maji lazima uloane. Yes. Kwa akili za nje unaweza kusema yes, either GSM anatoa karatasi bure, daftari bure, au Silent Ocean ametoa daftari bure, lakini kuwa na lile daftari, yani mtu kuwa nalo mtaani ni advantage kubwa sana kwa GSM, kwa Silent Ocean na wote waliotoa daftari ambazo zina logo zao. Tumeelewana vizuri? Sasa kama huyu mtu amekuwa radhi kutoa hizo daftari na huyu mtoto hana daftari, ni ujue tu kwenye hizi shule za kata pengine wanaozungumza kwenye hili jambo wanao question sana, usikute hata watoto wao hawako kwenye hizi shule. Kabisa. Hizi shule ambazo mtoto anaamka asubuhi ana kidumu cha maji, ana jembe, ana ufagio, ana begi lake na madaftari, anaenda. Na pengine wengine hawana begi la daftari. Hawana. Daftari anazitumbukiza tumboni, anafungua shati, anaweka alafu anachomekea. Hao ndio watoto wanaoenda kupokea hizi daftari. Pengine wanaozungumza na kuhisi kwamba ni makosa ni wale watu ambao watoto wao wanafuatwa na mabasi getini. Mtoto ana chupa ya maji ya shilingi 15,000, 25,000 ambayo ile hela ni hela ya chakula ya mtu wiki 25,000, lakini kuna mtoto wa mtu ana chupa kopo ya maji 25,000. Sasa mimi kwanza sioni ubaya wa mtu kuandikia daftari ambalo lina logo. Tuulizane, mimi na wewe tunanunua nguo, hatuvai nguo zenye brand. Mimi hapa tulishawahi kufa na wala hatuchani. Maiki tunazotumia hapa sasa hivi zina brand. Tumekufa, tunatumia. Kwa nini tunatumia wakati tusizikatae? Na kipindi hatutaki kufanya matangazo na watu. Magodoro unavyoenda kununua unakuta kuna picha ya watu pale, tena nataka godoro fulani ili nijue kama lina logo na picha ya mtu ipo. Kwa nini ukatae kwamba mimi sitaki? Tunatumia. Kwa ni uwezo mdogo sana wa kufikia, yani unavyoanza kujaji kwamba hili daftari ile ni brand. Ndio. Tuulizane mimi na wewe. Leo hii uende dukani kununua bidhaa, kwa mfano biskuti au chocolate, ukute iko kwenye karatasi kwenye kifungashio plain, na nyingine iko kwenye kifungashio ambacho kiko well branded, na picha ya ile product ambayo iko ndani inaonekana pale juu. Unanunua ipi? Ili uko branded. Kuna kauli Baba Levo alizungumza kwamba tena haya ya WCB ndio watoto tayagombania sana. Kwa sababu ile WCB haiko ndani, iko kwenye cover, inaathiri nini? Kuna ushabiki mwingine unaenda kulemaza uwezo wetu wa kufikiria. Ilibidi tutoe shukrani kubwa sana kwa hicho alichokifanya Baba Levo kabisa, kwa sababu anaenda kufikia watu wangapi ambao unajua kuna watoto anafukuzwa shuleni, anaambiwa kesho je na daftari jipya hili limechanika. Akienda kwa mzazi baada ya kupokea ile taarifa anaondoka saa 11 alfajiri kabla yule mtoto kuamka, ili asije akakutana tena na ile taarifa akiamini kwamba ngoja niwahi nikatafute jioni nikija angalau nirudi nalo. Nitamwambia nilisahau ila nimeleta jioni. Kumbe aliondoka mapema kwa sababu akatafute ili amletee mtoto. Kuna wazazi wanaishi hayo maisha kabisa. Leo hii kuna mtu ambaye amekuja kufunga hilo eneo, lakini Watanzania baadhi ambao mimi na binafsi naweza nikasema uwezo wao wa kufikiria ni mdogo, mtu anasimama anasema hivyo. Sawa, sio sawa, lakini tusizitumie vibaya. Kuna namna ambavyo hatuwatendei haki wale ambao wanaamua kujitoa kwenye jamii za Watanzania, kwa sababu wanafanya kwa ajili yetu sisi Watanzania ambao tuko kwenye tabaka la kawaida, ambao bado tunahitaji kupata msaada. Lakini sisi hao ambao tuko kwenye tabaka la kawaida, pengine tumeinuka tu kidogo, tunaona kila kinachofanyika kwa ajili ya kuwanufaisha Watanzania wenzetu kipo kimakosa. Hii sio sawa kabisa, na tunapaswa kuendelea kurekebishana pale ambapo tunapokuwa tumekosea. Lakini Mheshimiwa Baba Levo alisema hii nchi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaharibiwa na wasomi. Hapa anaendelea kupigilia nyundo
kwamba hatuhitaji wasomi kwa sababu wasomi wanaenda kutuharibia nchi. Lakini wakati huo huo ile kauli aliizungumza akiwa ametoka kusema anagawa nini? Daftari ili watu wakasome. Hivi Baba Levo naye tunamsemaje hapa? Wajua kauli ni kitu kidogo sana, lakini kinaweza kukufikisha sehemu ambayo wewe hukutegemea kwamba utafika kabisa. Kauli inakufunga, kauli inakuachia huru. Kauli ukisoma kwa watu ambao wanasoma media law, utakutana na kitu kinaitwa sedition na defamation. Hivi vitu viwili vinaletwa na kauli. Kumkashifu mtu sawa, ni kauli. Na ndio maana sasa, kwa mfano alivyozungumza Mheshimiwa Baba Levo kwamba nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaharibiwa na wasomi, ni very general statement, yani ni kauli jumuishi ya moja kwa moja ambao haina kona. Binafsi kwa uwezo wangu wa kufikiria, alichokizungumza pengine alikuwa sahihi au alichokizungumza ni tofauti na kilichokuwa akilini kwake. Sure. Kwa tutumie lugha kwamba kuna neno bilibidi likae pale. Yani kwa mfano yeye alisema nchi inaharibiwa na wasomi. Kwa hiyo kuna neno ambalo lilimisi pale, lilikosekana. Ilibidi aseme nchi inaharibiwa na baadhi ya wasomi. Hii kauli inamwacha huru. Baadhi ndio wapo wasomi ambao wanaharibu nchi, wanaharibu kabisa, si wote. Kuna watu wanafanya wanafanya kazi vizuri mno sana na wanapongezwa na hata jamii inasema huyu mtu anaisaidia hii nchi, na ndio maana na yeye anamsomesha Levo. Amegawa daftari, msomi huyo amecompensate wale waliokosa mikopo, amewatafutia namna ya wakasome. Kwa hiyo kwenye kauli yake mimi naona lilipungua neno baadhi ya wasomi wanaiharibu nchi, na sio wasomi wanaiharibu nchi. Kwa hiyo ilikuwa ni kauli ambayo ni ya moja kwa moja, na imekuwa ni kauli jumuishi kwamba wote wasomi wanaharibu nchi. Ukizungumza neno wasomi bro, ni neno pana sana kabisa. Kuna watu wengi sana ndani ya hilo neno wasomi. Humo ndani kuna walimu ambao naamini na yeye watoto wake wanafundishwa na walimu ambao hao walimu ni wasomi. Sawa? Humo ndani kuna watu ni madaktari ambao na yeye akiugua anaenda hospitali kutibiwa. Hao madaktari ni wasomi. Tunaelewana vizuri? Humo ndani kwenye wasomi kuna watu ni wanasheria ambao na yeye akiwa na kesi atamtafuta mwanasheria kabisa, ambaye mwanasheria ni msomi. Naona hiyo kauli ilivyojumuisha watu wengi. Humo ndani tuna mawaziri ambao yeye kama mbunge ili jambo lake litekelezwe, anasema atapita mpaka kwa mke wake alimradi amsaidie, ambao ili jambo lake lipite kuja huku lazima waziri ahusike. Ni msomi. Sawa? Kwa hiyo kauli yake ilikuwa ni kauli jumuishi na nzito sana. Ukikaa na kuitafakari, alafu ukaanza kuyadadavua haya mafungu ya hawa wasomi, ukayaweka vipande na namna ambavyo wana play part kwa mtu mmoja mmoja. Hakuna mtu ambaye leo ataugua atahitaji huduma ya operation akaenda kwa mganga wa kienyeji kabisa. Hayupo. Atahitaji daktari ambaye huyu daktari ni msomi. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge ni kweli aliteleza. Hapo aliteleza. Alipaswa kusema baadhi ya wasomi wanatuharibia nchi, na sio nchi hii inaharibiwa na wasomi. Wakati huo huo anatoa daftari watu wasome. Wakati huo huo amejitahidi kupata mikopo, kupata hela kwa ajili ya kuwalipia wale waliokosa hela ya kulipa ada, watu wakasome.
Maana yake ni nini? Yeye mwenyewe anasomesha Na yeye mwenyewe anasomesha, na alisema kwenye kampeni zake na yeye atarudi shule akasome. Na sio kwenye kampeni tu, hakuishia kwenye kampeni. Nakumbuka kuna siku pia alikuwa anahojiwa na chombo kimoja cha habari hapa Tanzania. Akasema kwamba anajiandikisha Januari hii. Anafanya nini? Kujiandikisha kuanza form 1 ili asome. Sasa kama naye anaenda kusoma na wasomi wanaharibu nchi, maana yake yeye anakuja kwenye kundi la watu wanaoharibu nchi. Kwa kauli yake, yani tukirejea kauli yake kwamba wasomi wanaharibu nchi, neno baadhi lilikosekana hapa. Na hii kauli kwangu mimi naona haikukaa, inaweza ikamtesa. Yes, haikukaa. Ila tumuombe Mungu ni namna ya kuzungumza, isimtese sana. Yes. Haya sio sawa, hatupaswi kuendelea kuya entertain. Pale ambapo kitu kinakuwa kimeenda kushoto, tunakirudisha kwenye reli ili kuwekana sawa, kwa sababu siku zote tunahitaji kuongozana pale ambapo mtu anakuwa amepotoka, lakini pia tunahitaji kukumbushana pale mtu anapokuwa amesahau. Hii sio sawa. Hii ni jamhuri ya sio sawa. Tunawaletea yale ambayo yamekuwa tofauti kidogo, yale ambayo yanakuwa na ukakasi tunayaweka sawa sawa, ili tuweze kuelewana kwa ujumla, wote tusimame kwenye wazo moja. Sio sawa kwa leo, tunatia nanga. Tukutane siku nyingine. Mimi Rusamwa Hamisi Rusamwa, nilikuwa na mwanangu wa kusoma. Sijajua hata maliza lini, yeye ni wa kusoma tu miaka yote. Elimu haina mwisho bro. Ndio maana tunaendelea kujifunza, tunaendelea kusoma. Mwisho upo wapi? Ukifa. Ukifa. Hivyo ukifa hamna kusoma kweli kweli. Kwa hiyo unaenda kulipwa kwa mujibu wa imani ya kile ulichosoma. Okay. Kwa bora niendelee kusoma. Wewe endelea kusoma, ila mimi nishamaliza. Pamoja. Siku nyingine